Darasa Mseto, kipindi chenye manufaa. Darasa Mseto, kipindi chenye maarifa. Mustakabali wenye matumaini. Darasa Mseto ni mwanga. Darasa Mseto ni njia kufanikisha ndoto zetu. Darasa Mseto ni kipindi bora cha TV. Naam, ni wakati mwingine umewadia, mtazamaji wa Channel 10, wa kukuletea kipindi cha Darasa Mseto, kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayotokea ndani na nje ya Tanzania. Mimi ni Esther Amandus Zelamula. Karibu mtazamaji, katika kipindi cha leo tunazungumzia nafasi ya vijana katika kudumisha amani ya nchi, na moja kwa moja tuelekee kule Dodoma na mwalika mwenzangu Amani Mbando ili aweze kutufahamisha vijana wamezungumza nini kuhusiana na swala zima la kudumisha amani ya nchi. Karibu sana Amani Mbando kutoka huko makao makuu ya nchi Dodoma. Asante sana Esther Amandus Zelamula kutokea studio jijini Dar es Salaam. Hapa ni makao makuu ya nchi Dodoma, na mtazamaji, kumbuka kipindi hewani ni Darasa Mseto, na leo hii tukiangazia nafasi ya vijana katika kuendelea kudumisha na kulinda amani ya nchi. Twende tukasikilize na kuwatazama baadhi ya vijana ambao wanatoa maoni yao katika kipindi hiki na kuelezea nafasi yao hiyo katika kudumisha amani ya nchi. Mtazamaji, tufuatane sote. Binafsi kama kijana wa Kitanzania na nikiwa katika ardhi ya mababu zangu na ardhi ambayo tulikabidhiwa sisi kama vijana kuitunza na kuilinda, kwenye swala la amani tuna wajibu wa 100% kabisa kutunza, kwa sababu kwanza sisi ndio vijana ambao tuna nguvu, lakini pili tuna safari ndefu ya kuona jamii inakuwa na amani, jamii inakuwa ina maendeleo, lakini na sisi pia tunanufaika. Sasa tukisema katika kulinda amani na sisi kama vijana, yani hili hatutaki kukwepa kama vijana. Yani sisi linatuhusu. Sisi linatuhusu kwa sababu moja, tuna nguvu kabisa. Tunaweza tukaenda kulima, tunaweza tukaajiriwa, tunaweza tukafanya chochote kwa ajili ya maendeleo. Sasa kama tunaweza tukafanya hayo na hatuna mazingira mazuri ya amani, sasa tutaenda kufanya wapi? Babu zetu wamechoka, wazazi wetu wamechoka, na wengine wameshajitengenezea maisha ambayo wanaweza wakabaki nyumbani wanaendelea kupata chochote. Sisi vijana bado hatujatengeneza msingi mzuri. Sasa kama hakuna amani, kama hatupendani, maisha yetu sisi yatakuwa magumu. Tuna wajibu wa kutunza, kuhakikisha kwamba kila eneo ya Tanzania hili, kila ardhi inakuwa salama, kila nyumba inakuwa salama, kila mtu anakuwa salama. Sisi maana yake ni kwamba tunalinda ardhi yetu, tunalinda majengo yetu, na tunalinda watu wetu, na mazingira yetu yanakuwa salama. Sisi vijana ndio ambao tutakuja kulaumiwa baadaye kwa kizazi kijacho. Maana yake kwamba sisi tunaenda kuzeeka. Watoto wetu, wajukuu zetu na watukuu watakuja kutuuliza, baba, kwa nini hamkutunza amani ya Tanzania? Tutawaambia nini? Kwa hiyo sisi ndio tuseme ni zana ambayo tutaenda kuikabidhi hapo baadaye, kama sisi tulivyokabidhiwa na babu zetu na wazazi wetu. Lakini sisi kama vijana tunatakiwa tutunze amani kwa kuwa na mawazo yetu binafsi, kuwa na uwezo wa kuchambua taarifa yoyote au propaganda yoyote inayotolewa na mtu wa ndani au nje. Je, hii ni nzuri? Je, ina manufaa? Si kila yoyote ya kupokea. Lakini sisi vijana tunatakiwa tufahamu kwamba hatutaki kutupiana mzigo au kumtupia mzigo mtu mwingine, kwamba maisha yangu mimi haya magumu nayopitia yanahusika moja kwa moja na serikali, yanahusika moja kwa moja na wazazi wangu, yanahusika na mtu yoyote ile. Katika maisha yote hapa duniani, kila mmoja alitafuta kwa uchungu, kwa kuumia, kwa kupambana, na hakuna hata msaada. Sasa ukisubiri kwamba nitupe lawama, ni haribu kwa sababu kwamba mimi maisha yangu yanapitia magumu, hapana. Sio kwamba umeshikiliwa mikono, sio kwamba umeshikiliwa miguu, sio kwamba umeshikiliwa akili, sio umeshikiliwa kila kitu, kwamba hauwezi ukawaza, hauwezi ukafanya, uwezi ukafanyeje. Ni wajibu wako wewe kutambua, haya ni maisha yangu mimi, ambaye kesho ambayo naitaka ni mimi mwenyewe naitaka, na naitengeneza mimi mwenyewe. Kwa hiyo kama vijana wenzangu, kwa upande wangu mimi kama vijana, na wasisitiza tusio wa kwanza kutupa lawama. Ni kweli kwamba katika maisha kuna mtu anahusika na serikali inahusika katika kuandaa maisha yetu.
Ndiyo, nakubali kabisa hilo, lakini liwe jambo la mwisho zaidi kuhakikisha kwamba plani A ambayo ya binadamu ameumbwa kupambania maisha yake amejipambania. Lakini pia nakubali kwamba kuna wakati fulani serikali au mtu anaweza kuhusika katika maisha magumu ya mtu, na hii natoa wito kwa serikali ni kuendelea tu kwamba kubana mazingira ambayo yatasababisha katika ugawaji wa fursa katika nchi usiwe wa ubaguzi, usiwe wa aina yoyote ile utamfanya kundi fulani lisipate au kundi fulani lisihusike. Maana yake nini? Kwa mfano, mikopo ya 10% kwa vijana. Hii sitolee kwa sababu huyu anatoka katika mazingira fulani, huyu anajuana na fulani, huyu ni tajiri, huyu ni nani, au kwa mazingira yote ya utoaji wa fedha kwa ajili ya kupata. Itolee kuhakikisha kwamba mtu yote anapata, hata tajiri au maskini aone alipata kwa uhalisia na kwa haki kabisa, tena akishuhudia. Kwa hiyo sisi ambao watu ni watendaji wa serikali ambao wanamsaidia Mheshimiwa Rais, hebu ni kuona nia Mheshimiwa Rais na kuifanyia kazi na kuhakikisha kwamba maisha ya Tanzania yanakuwa mazuri. Hilo mimi nasisitiza sana katika serikali. Lakini kwa watu binafsi walioendelea, makampuni, ni kusaidia serikali katika kutengeneza fursa mbalimbali ambazo kama vijana wanaweza kujiajiri, kwa sababu serikali haiwezi kuhusika moja kwa moja au ikafanya kwa 100% kwa kutoa ajira na mazingira, lakini private sector zihusike kuhakikisha kwamba inagawana idadi ya watu waliopo mtaani hawana ajira, hawana fursa, ili kuhakikisha kwamba angalau basi hawawezi kuchukua watu wote, lakini wamepunguza mzigo ambao unaweza kuwa kwa serikali. Na hili ni jambo ambalo kila mmoja alione ni ibada, ni wajibu wa kijamii, inamtaka afanye hivyo katika historia, na hata atapoondoka duniani kweli akumbukwe. Kwa hiyo mimi niseme kwamba Tanzania yetu hii inalindwa na sisi vijana. Hatuhitaji kumkopa mtu mwingine nje kuja kutulindia, isipokuwa sisi wenyewe. Na ndivyo anavyohitimisha kijana huyu kwa kueleza mengi ambayo umeyasikia mtazamaji, pamoja na mambo ambayo ameeleza hapa, lakini jukumu la kubeba changamoto za vijana si la serikali peke yake. Amegusia hapo kuna kazi kubwa inapaswa kufanywa na watu binafsi wenye uwezo, makampuni, katika kuhakikisha kwamba changamoto za vijana zinabebwa na zinatatuliwa kwa ushirikishwaji, sio kuachia mzigo kwa serikali na baadaye kuja kuilaumu serikali. Tuende kuwasikiliza vijana wengine wana maoni gani kuhusiana na hili, tufahamu upi ushauri wao kwa serikali na kile ambacho wanakiona kinaweza kutatua changamoto ambazo zinakabili kundi la vijana. Katika uchaguzi, vurugu za 29 zilizotokea katika nchi yetu, kwa kweli sisi akina mama, akina wanawake ndio tumeathirika sehemu kubwa sana ya jamii, kwa sababu kwanza tumekaa nyumbani kwa muda mrefu na ndio tunahudumia jamii kama watoto wanatutegemea sisi. Kwa hiyo changamoto zile zimetuathiri sisi wakina mama kwa sehemu kubwa sana. Kwa hiyo mimi kama kijana, kama mama, na wasi sana wanawake wenzangu na vijana wengine ambao tuko katika taifa letu hili la Tanzania, kwamba tusijishirikishe katika makundi ambayo hayana maana, tusishawishiwe, kwa sababu serikali yetu na nchi yetu ina amani kuanzia miaka 61. Leo hii tunavunja amani yetu sisi wenyewe kwa sababu ya nchi za jirani au kushawishiwa na watu wengine ambao sio kitu kizuri. Unafikiri pengine nini kinapaswa kufanyika? Ushauri wako labda kwa serikali kuhusiana na changamoto ambazo zinalikumba kundi la vijana? Nilikuwa naomba serikali ya awamu ya 6 ambayo ni serikali ya mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, kwa kweli amejitahidi kutoa mikopo ya 10% katika kwa vijana. Mikopo ile vijana wajitokeze kwa wingi kupata ile mikopo, waweze kujishughulisha, wasipende kukaa bila kufanya shughuli yoyote ile. Wanavyokaa bila kufanya shughuli inawapa ushawishi wa kufanya mambo mengine ambayo sio mambo mazuri kwenye jamii yetu. Kwa hiyo nilikuwa naomba vijana mjitokeze kwa wingi kuchukua mikopo, fursa ziko nyingi za kufanya ili kuepuka migogoro ambayo mnapokaa vijiweni inawaathiri kuleta changamoto katika nchi yetu ya Tanzania. Nashukuru sana. Kama anavyohitimisha hapo ni kwamba vijana wakikaa bila kufanya chochote, wasipojishughulisha na jambo lolote lile, ndio linalosababisha haya yote kutokea, kwa maana kwamba kujiingiza kwenye makundi ambayo yanaweza kusababisha vurugu, yanaweza kusababisha kuingia kwenye kushawishika kufanya maandamano ambayo hayakubaliki, na mwisho wa siku kufanya kile ambacho tuliona kimetokea kama kilivyotokea tarehe 29 ya Oktoba mwaka huu 2025, vurugu ambazo zisababisha athari na madhara mbalimbali katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Tuendelee kuwasikiliza vijana, mtazamaji. Kumbuka kipindi hewani ni Darasa Mseto. Kwanza kabisa, wajibu wa kulinda amani ni wajibu wetu sisi vijana, kwa sababu nguvu kubwa ya taifa hili litajengwa na vijana. Tunaangalia hata wakati wanatafuta uhuru walitafuta vijana. Kwa hiyo kwanza kabisa
mimi niende nijielekeze moja kwa moja kwa vijana wenzangu wanaonisikiliza. Vijana wenzangu, tuna wajibu wa kutunza amani kwa sababu tunataka tuwalisishe na vizazi vinavyokuja. Tunatamani amani ya taifa hili. Tunatamani na watoto wetu waweze kuikuta ikiwa sehemu sahihi, ikiwa sehemu salama, maeneo yote na wakati wowote. Lakini wajibu mkubwa ni kuhakikisha sasa serikali inatengeneza fursa nyingi sana kwa vijana. Tumekuwa tukiona hii mikopo ya 10%. Mikopo ya 10% sawa inatoka, lakini tunatamani serikali isiishie kupitia viongozi wake wa serikali za mitaa wanakopatikana vijana chini. Wasiishie tu kutoa taarifa, basi waendelee kutoa taarifa na maarifa kwa vijana. Ili vijana hawa wasiwe na kitu cha kutokufanya, bali waweze kufanya kitu ambacho kitawakipu bize kuingiza kipato. Tunaona vijana wengi wako kwenye madrafti, wako mtaani, tunaona vijana wengi wako kwenye makundi mbalimbali ambayo hayaeleweki. Lakini serikali ikihamasisha utekelezaji wa hizi 10% kwa kuwapa taarifa na maarifa ili waweze kuifikia mikopo hiyo, wakope watakuwa na cha kufanya. Lakini jambo lingine ni waombe viongozi au wizara husika ya vijana. Kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais kuliona hili. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Rais. Sisi vijana tuna mambo mengi, lakini kwa sababu ya chombo hiki kupitia wizara ulioianzisha, sisi kwetu tunaona umetupa wigo mpana na wajibu mkubwa sana kuhakikisha kero zetu tunazifikisha pale. Mimi niwaombe mamlaka husika iweze kushuka moja kwa moja kwa ajili ya kuja kutuona vijana, kushare na sisi, lakini tuendelee kutengeneza midalo mingi ya namna gani tunaweza kutafuta fursa. Tumekuwa tukiangalia watu wengi wanatumia mitandao ya kijamii vibaya. Sasa uje wajibu au na mpango wa serikali kwa namna bora zaidi ili vijana kwa 10% tuweze kutumia mitandao ya kijamii kwa kujinufaisha. Isiwe tu kwa ajili ya kuweka picha za ajabu ajabu ambazo hazina maslahi. Ukiangalia baadhi ya mataifa mengi sana ya nje yanatumia picha zile, wanatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kutengeneza fursa na kusambaza vitu ambavyo vitaleta impact sana. Kwa hiyo sasa mimi niombe vijana wenzangu, tunatambua jukumu la kulinda amani ni letu sote. Sasa tusikae, lakini pia tuwe wa kwanza kutoa zile taarifa za viashiria. Tukiona baadhi ya watu ambao hawana nia njema na taifa letu, kuanzia katika ngazi ya mtaa au na ngazi yoyote, basi sisi vijana tuna wajibu huo. Tusimsubiri mtu wa kutoka hata taifa lolote la nje, kwa sababu hana uchungu wa taifa letu kama walivyo wazazi walivyotutengenezea sisi mpaka kufika hivi. Leo hii sisi tunatembea kifua mbele kwa sababu taifa hili limeasisiwa kwa misingi ya amani. Tunaishi kwa udugu, tunaishi kwa kupendana. Kwa hiyo wajibu wangu Mheshimiwa mtangazaji, mimi niwaombe tu vijana wote, jukumu la kulinda amani ni la kwetu sote. Tukalinde katika ngazi za mitaa, tukashirikiane na serikali za mitaa, lakini tufike kwenye mikutano ya mitaa, tukashirikishwe fursa zinazopatikana katika mitaa yetu. Lakini sio tu kushirikishwa, pia tukazitumie zile fursa zinazopatikana katika mitaa yetu. Kwa hiyo kupitia mambo haya, kutumia fursa hizo, lakini pia niombe kuanzishwe, serikali ianzishe mijadala au ianzishe midahalo au ianzishe makundi ya midahalo katika kila wilaya, ambayo makundi haya midahalo au ya mijadala yataweza kuibua fursa na kuwe na ushindani wa tenda mbalimbali ambazo zitakuwa zimewalenga vijana. Kupitia majukwaa haya, ushindani wa tenda, kuwa na midahalo katika mawilaya, makongamano mbalimbali yanayohusu vijana yataleta tija na yatatufanya tutoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Mimi naamini tukifanya hivyo hatutosikia changamoto yoyote ya kulia, changamoto ya ajira wala ya kuwaza sehemu nyingine. Vijana wengi wana mawazo, lakini namna ya kuwasilisha mawazo, lakini nani anayapokea yale mawazo na kuyapeleka kuyatengeneza aje yalete matunda au matokeo. Kwa hiyo niombe serikali, lakini na wajibu wa sisi vijana, basi tuweze kuzifuatia zile fursa zinazotangazwa katika maeneo tofauti tofauti. Mfano, tunashuhudia Wizara ya Kilimo kupitia BBT. Niwaombe vijana wenzangu na mimi pia tujitokeze kufika ofisi husika kwa ajili ya kuona zile fursa zinazopatikana katika BBT. Pia ni za kwetu sisi kama vijana. Tunaona kuna baadhi ya maeneo mbalimbali wametangaza fursa. Kuna watu wa mamlaka ya bonde wanatamani vijana waje wawekeze katika kutunza mazingira kwa kutengeneza mizinga ya nyuki ambao leo na kesho inaweza ikahakikisha inaleta faida na chachu ya kipato katika vijana. Mimi niseme hayo na kuwasihi sana, jambo la amani letu sisi vijana. Tuna wajibu wa kuitunza amani yetu, tuna wajibu wa kuisimamia, kuhakikisha kizazi chetu na kijacho kinafikiwa na amani, kinaishi kwa utulivu. Nashukuru sana. Naam, mtazamaji wa Channel 10 unayefuatilia kipindi hiki cha Darasa Mseto. Umesikiza vijana hapa, na vijana ni wanaonekana wana taarifa, na taarifa hizi basi zinawajaza maarifa. Wazungu wanasema kwamba information is power.
Kijana akikosa taarifa, basi ndio inapelekea changamoto hizi zinatokea. Kumbuka kipindi hewani ni Darasa Mseto. Nirejesha matangazo haya kwako Esther Amandus Zelamula kuendelea na kipindi hiki. Shukrani sana Amani Mbando kutoka huko makao makuu ya nchi Dodoma. Mtazamaji, ama kwa hakika vijana wamezungumza mengi kuhusiana na namna ya kudumisha amani, na ni matumaini yangu kwamba mamlaka zinazohusika zimesikia mawazo ya vijana na watayafanyia kazi ili vijana nao wajione wako nyumbani, wana fursa kubwa sana katika kuleta maendeleo ya nchi ya Tanzania. Naam, Ismail Musa ni mchambuzi wa siasa, diplomasia na masuala mtambuka ya kijamii. Amezungumzia mengi kuhusiana na namna ya kuwapa nafasi vijana wazungumze yale ambayo wanaona yanafaa ili mamlaka ziweze kusikia. Turudi tena kwa mwenzangu Amani Mbando kwa mara nyingine ili tuone mazungumzo yao na mchambuzi ni yapi. Naam, mtazamaji wa Channel 10, kama ilivyo ada, ni mwendelezo wa kipindi hiki cha Darasa Mseto hapa Channel 10, na hapo awali mtazamaji, kama utakumbuka, tulishazungumza na vijana ambao wameeleza mambo ambayo yanapaswa kufanyika ili kuendelea kudumisha amani na usalama wa nchi. Nakwenda kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa, diplomasia na mambo mtambuka ya kijamii, Bwana Ismail Musa. Yuko pembeni yangu hapa, kwenda kuzungumza naye kutaka kufahamu sasa kwa mtazamo huu wa vijana, ni yeye kama mchambuzi, kwa jicho la kichambuzi, nini ambacho kinapaswa kufanyika ili amani hii ya nchi iendelee kudumishwa kwa kuhakikisha vijana hawa wanakuwa ni chachu ama nguzo muhimu ya kuendelea kuidumisha amani yenyewe. Karibu sana ndugu Ismail Musa. Asante sana. Asante sana. Unajua, kwa karne hii tulionayo na hasa hiki kipindi tulichonacho, ni lazima kuona mustakabali wa vijana unakuaje, na kuna vizazi vingi. Unajua, tangu tulipotoka kwenye kizazi ambacho kilikuwa kinaitwa Great Generation, tukaja Silent Generation, then tukafika kwenye Baby Boomers. Tulipotoka Baby Boomers tukaingia kizazi kinachoitwa Generation X, tukatoka Generation X tukaenda Generation Y. Tulipotoka Generation Y tukapata kizazi kinachoitwa Generation Z au maarufu Gen Z. Nafikiri ndio hawa vijana wanaozungumza, lakini wataalamu wa mambo wanasema baada ya Gen Z tutakuwa na kizazi kinachoitwa Generation Alpha. Ndio wataalamu wamependekeza hivi. Hawa Generation Z, Gen Z ni wale wote waliozaliwa kuanzia mwaka 1997 mpaka 2012. Ndio wasikilizaji wetu na watazamaji ambao walikuwa wafahamu Gen Z ni kizazi kinachoanzia lini. Ni kile kinachoanzia kuanzia 1997 mpaka 2012. Sasa kwa muktadha ambao uliozungumza kwamba tutafanyeje ili tuendelee kutunza amani na usalama wa nchi yetu kwa vijana wetu, kimsingi ni lazima serikali iwe na mikakati. Ni lazima serikali iwe na mikakati ya kuhakikisha kwamba wanasikiliza kero na changamoto za hawa vijana, lakini na mahitaji ya msingi ambayo wanayoyahitaji vijana. Nimeweka neno mahitaji ya msingi, maana yake vijana wanaweza wakawa na mahitaji mengine yasiwe ya msingi. Mahitaji, labda tutazame mahitaji ya msingi ni nini kwa vijana. Kijana yoyote ambaye anakuwa ametimiza umri wa miaka 18 au anakuwa amemaliza shule, anaingia mtaani, anahitaji shughuli ya kufanya. Inaweza ikawa shughuli kwa maana ya ajira, yani rasmi aliyoajiriwa na serikali au na taasisi fulani, au anaweza akajiajiri yeye mwenyewe. Kwa kwenye ajira, maana yake serikali inao wajibu wa kutengeneza nafasi za ajira katika serikali yenyewe, lakini kuyapa nguvu mashirika binafsi na watu binafsi kuweza kuajiri watu. Lakini kwenye ajira binafsi, serikali inayo jukumu ya kutengeneza mazingira. Tunaposema mazingira, ni sambamba na sera, sheria, kanuni na kutenga labda maeneo kwa ajili ya vijana waweze kujiajiri na kuendesha shughuli zao. Hilo ndio jambo la msingi ambalo vijana wanapaswa kuandaliwa. Lakini jambo la pili ambalo ni la msingi zaidi kwa vijana hawa wanahitaji kushirikishwa kwenye maamuzi. Kwa maamuzi ya kinchi ni lazima vijana washirikishwe. Na ujue, kwa sababu tupo katika ulimwengu huu wa karne hii, kama awali hapo tulivyosema, ni kwamba haki za watoto zimetamalaki kwa kiasi kikubwa. Kwa watoto hawa vijana walikuwa watoto ambao hakika kwamba walijifunza haki nyingi
Moja ya haki za watoto ni kushirikishwa katika maamuzi ya familia. Kwa wanapokuwa vijana ni lazima washirikishwe kwenye maamuzi ya serikali na maamuzi ya taifa kwa ujumla. Kwa ni lazima washiriki katika michakato ya kidemokrasia, ni lazima washiriki katika shughuli za kimaendeleo, ni lazima washiriki katika shughuli ambazo za kufanya taifa hili linaendelea na wao wanaendelea. Lakini haya tunayapata na tunayaona, ni lazima tuwe na malezi mazuri katika ngazi za familia. Yaani familia iwaandae hao watoto kuwa watoto wema, wenye kushika dini, lakini watoto ambao wana maadili ya kutosha, lakini watoto ambao wanapenda kufanya kazi na wanajua kwamba ili mtu afanikiwe, mtu mmoja, familia mpaka nchi, ni lazima mtu afanye kazi. Kikubwa ni ushirikishwaji kwa vijana wenyewe. Lakini wakati nazungumza na vijana hawa pia kuna jambo ambalo waligusia kwamba huu mzigo wa kubeba changamoto zao usiachwe tu kwa serikali peke yake. Pengine kwa uchambuzi wako, kwa jicho la uchambuzi, pengine unafikiri sekta binafsi ina nafasi kubwa ya kubeba pia ajenda za vijana na kuzipa msukumo ili wasijione wako wanyonge na wapweke? Serikali yenyewe tunasema kwamba ndio wenye jukumu namba moja. Ni kweli wasiachwe serikali peke yao, wao ni wenye jukumu namba moja la kuhakikisha kwamba ajira, mahitaji na mwelekeo wa vijana wenyewe ndio wanautengeneza, kwa sababu imeanzishwa wizara ambayo amekabidhiwa Mheshimiwa Joel Antha Nanauka kama waziri wa vijana, lakini ilikuwepo sehemu ya wizara ambayo pia inashughulikia masuala ya vijana. Sasa kwa kutabahari zaidi ni lazima sekta binafsi na zenyewe zishiriki, kwa sababu hapo ndio tutaongeza idadi ya ajira kwa kiasi kikubwa. Lakini na taasisi nyingine ambazo za kiserikali au zisizo za kiserikali kimsingi zinapaswa kushirikishwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu swala la ajira halibaki kuwa la serikali peke yake. Kuna watu binafsi ambao wanaanzisha makampuni, wanaanzisha mashamba, wanaanzisha biashara. Hawa ni lazima wataenda kuaccommodate vijana, lakini ni lazima tujiulize vijana gani? Unajua vijana hakika, kwa maana watu wengi wanakuwa hawaelewi, ni kwa sababu vijana hawana jana nyingi. Wao tunatarajia wawe na kesho nyingi kuliko jana. Kwa kitendo cha kutokuwa na jana nyingi, hawaelewi pia wakati mwingine nchi imetoka wapi, ilianza vipi. Kwa mfano mmoja tuchukue kwenye elimu. Nchi hii wakati wapata uhuru mwaka 1961 tulikuwa tuna chuo kikuu kabisa, lakini tulivyofika mwaka 71 chini ya utawala wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tukaanzisha chuo kikuu kishiriki ambacho kilikuwepo pale Mnazi Mmoja, na tulikuwa na kozi moja tu ambayo ilikuwa ni kozi ya sheria, ambacho hicho chuo baadaye ndo kikaja kikaitwa University of Dar es Salaam. Baadaye ikaja kuwa na kozi nyingi, lakini leo tunazungumza tuna vyuo zaidi ya 40 na Tanzania nzima. Sasa fikiria kutoka chuo kimoja mpaka vyuo 41. Je, hivyo vyuo 41 vinazalisha wasomi wangapi? Kwa hiyo hao wasomi wanaenda mtaani kwenda kufanya nini? Kwa hiyo matarajio ya watu ni makubwa kuliko nafasi zinazotengenezwa. Kwa hiyo serikali, sekta binafsi na mtu mmoja mmoja ni lazima tuone kwa namna gani tunakuwa sehemu ya kuijenga nchi yetu kwa kuwatazama vijana kwa jicho pana. Nakushukuru sana Bwana Ismail Musa. Naam, mtazamaji wa Channel 10, ni Ismail Musa, mchambuzi wangu huyu wa masuala ya siasa, diplomasia na mambo mtambuka ya kijamii. Alikuwa akizungumza nami hapa katika kipindi hiki cha Darasa Mseto. Amesisitiza mambo mengi, lakini miongoni mwa mambo hayo ni pamoja na kwamba kazi ya kuangalia hawa vijana isiachwe tu kwa serikali peke yake, bali kila mmoja anao wajibu wa kuhakikisha kwamba vijana hawa changamoto zao zinabebwa na kutatuliwa ili kupata muafaka na mustakabali wa kitaifa. Mimi ni Amani Mbando kutokea hapa Dodoma. Narejesha matangazo haya kwako Esther Amandus Zelamula kuendelea na kipindi hiki cha Darasa Mseto. Mtazamaji wa Darasa Mseto, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Nikushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Leo tumezungumzia swala zima la nafasi ya vijana katika kudumisha amani. Tumewasikia vijana kutoka makao makuu ya nchi Dodoma, lakini pia tumemsikia mchambuzi wa masuala ya siasa, diplomasia na masuala mtambuka ya kijamii Ismail Musa. Amezungumza mengi kuhusiana na namna ya kuwasikiliza vijana kwanza, wanataka nini ili mambo yaende vizuri. Basi kwa niaba ya wote walishiriki kuandaa kipindi hiki, bila kumsahau mwenzangu Amani Mbando aliyoko kule makao makuu ya nchi Dodoma, fundi mitambo Kudra Kitali, mimi ni Esther Amandus Zelamula. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
Darasa Mseto, Darasa Mseto, kipindi chenye manufaa. Darasa Mseto, Darasa Mseto, kipindi chenye maarifa. mustakabali wenye matumaini. Darasa Mseto ni mwanga. Darasa Mseto ni njia kufanikisha ndoto zetu. Darasa Mseto ni kipindi bora cha TV.